Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika vipindi vyetu vya Saa ya Faraja katika Kristo, mahali popote ulipo na unapotutizama. Na leo tunatoa sehemu ya 9 ya kufasiri ndoto kibiblia. Na leo tunafasiri ndoto zinazohusiana na nyumba. Kwa mfano, ukiona nyumba imezuliwa yote katika ulimwengu wa roho, inamaanisha nini? Kama wewe ni mwanamke umeota hii ndoto ni mbaya, nyumba inafananishwa na ndoa. Na ukisoma kwenye kitabu cha Methali sura ya 14 mstari wa 1, sema mwanamke mwenye hekima huijenga nyumba yake, lakini mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Kwa maana yake kuna maneno ambayo ni siri za ndani sana za nyumba yako, unazitoa kwa watu ambao sio sahihi. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho wanajaribu kukuletea nyumba ambayo imeondolewa paa. Yaani pia nyumba kuondolewa paa maana yake mtu akiwa huko juu ana uwezo wa kuona huko ndani ya nyumba yako. Kwa hiyo ukiona, kwa mfano ukiona nyumba haina mlango, maana katika ulimwengu wa roho ni mbaya zaidi. Kuna vitu vinatoka huko nje vinaingia maana hakuna mlango, na kuna vitu vinatoka huko ndani havizuiliwi kwa sababu kuna mlango huko wazi. Kwa hiyo maana yake kama wewe ni mwanamke kuna mlango umeufungua, kama wewe ni mwanamke au mwanaume kuna mlango umeufungua ambao ni wa uharibifu kwenye ndoa. Na ndio baada wanajaribu kukuonyesha humo sasa kwamba nyumba haina bati, haina paa, haina bati, imezuliwa. Kwa nini? Mungu anajaribu kukusemesha, chunga kinywa chako. Kuna maneno unayatoa yatabomoa ndoa yako. Kwa hiyo kwenye maneno kwenye ndoa yanafananishwa na mikono. Ndio maana unaona kwamba wanasema mwanamke mpumbavu huivunja nyumba yake au huibomoa nyumba yake kwa mikono yake. Hakuna siku utaona mwanamke anachukua mikono yake anavunja ukuta. Hapana. Ni maneno atakao kuwa anayasema kwa watu ambao sio sahihi. Yale maneno yanafananishwa na mikono, na hayo maneno yatabomoa sasa nyumba wao. Ndio hiyo nyumba ambayo unaiona katika ulimwengu wa roho. Lakini ukiona huko kanisani unafajia na uchafu wa umaliziki, unafajia lakini bado uchafu ni mwingi, maana yake kuna dhambi, eneo hilo lina dhambi. Mungu anakuonyesha kwenye hilo eneo lina dhambi, linahitaji utakaso. Soma kitabu cha Nehemia 12 mstari wa 30. Ni lazima ujitakase wewe kama kuhani, na ni lazima utakase watu wa hilo eneo, lakini lazima utakase eneo husika, kuta na malango ya eneo hilo. Kwa hiyo wanajaribu kukuonyesha bado kuna hali ya dhambi. Unashangaa ni kanisa lakini unafajia uchafu hauishi, unafajia uchafu hauishi hivyo. Ukiota wewe umekufa alafu ukaamka, maana yake ni nini katika ulimwengu wa roho? Unajiona maiti yako mwenyewe, unajiona maiti yako mwenyewe. Maana yake umeshamjua Mungu lakini haujabatizwa. Hicho ni kitu cha ajabu sana. Roho Mtakatifu anajaribu kukuletea mwili wako ule wa asili. Anakuonyesha ule mwili wa asili. Kwa nini? Ubatizo maana yake ni kuzika utu wa kale, utu wa asili, na kuvikwa utu mpya. Kwa hiyo kuna watu wengi sasa wameokoka lakini bado hawajabatizwa. Unakuta umeongozwa sala ya toba huko kwenye mabasi au kwenye magari. Sasa yule mtumishi akakwambia uende kwenye kanisa ambalo liko jirani na wewe ili ukaungane na wenzako. Manake anakusendi huko ili wakakufanyie second service, yani huduma inayofuata. Manake lazima ukubali, ukifika kule kama hujabatizwa ubatizwe ili wazike ule utu wa kale. Sasa uvike utu mpya. Ndio maana kwa vile wewe umeacha, sasa umeanza kuota nini? Umeanza kuota hayo mandoto ya kuona maiti yako imekufa inarukiwa na nzi hapa kwenye ulimwengu wa roho. Ukiota unakojoa chooni kumbe umelala kitandani na ukamka umejikojolea, maana yake ni nini? Mbaya sana. Maana yake hilo eneo ulilolala lina roho ya unajisi, lina roho ya uchafu. Ni chooni, hicho hapo ulipolala ni sawa na chooni. Kwa hiyo ombea mazingira, ukiombea mazingira ya hapo ulipoweka kitanda chako, hizo ndoto zitakatika. Kwa kuna watu wengine unakuta watoto wanakojoa kitandani wanaona ni hali ya kawaida. Sio hali ya kawaida. Wakati mwingine huwa wanaota ndoto wameamka kwenye ulimwengu wa roho, wameenda chooni, wamevua nguo, wanajisaidia, kumbe wanajisaidia kabisa kitandani. Kwa maana yake ni lango la uchafu.
kitanda kimekaa kwenye lango la uchafu, inabidi utakaso. Anasema maeneo yote yatakaswe katika jina la Yesu. Tutakase kila kitu. Bila sema uwatakase kwa ile kweli. Kweli ndilo neno lako. Lakini ni lazima ujue mahali popote, kama usipopaombea, hata kama ni nyumba ya kupanga ukaanza kuishi hapa, kuna roho nyingine ilikuwa inaishi pale kabla ya wewe kuja. Sasa unavyoenda katika hilo eneo, manake kama wewe unamwabudu Mungu na ile roho pale iko, manake ni nini kinachotokea? Maana yake ni kwamba utaishi chini ya uongozi wa hiyo roho, na utaishi chini ya hiyo roho kwa muda mrefu, na utafanya matakwa yake yote. Na ukisoma katika kile kitabu cha Wafalme, nafikiri wanaeleza hawajui kawaida ya Mungu wa nchi. Waliambiwa katafute makuhani wakawasaidie, kwa sababu walikuwa hawajui kawaida ya Mungu wa nchi. Kwa hiyo kila mahali kuna roho zinaishi pale na zinamiliki pale, na hizo roho zina makuhani wake, na hizo roho zina nini? Zina makuhani wake, zina sadaka zake zinazopewa. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Pili sura 17 mstari ule wa 25 mpaka 26, utaona kwamba kwa kuwa wakati ule walipoanza kukaa huko, wakawaambia wa mfalme wa Ashuru, wakasema, wale wa mataifa waliohamishwa na kuwekwa kati ya miji ya Samaria hawajui kawaida ya Mungu wa nchi, hivyo simba anawararua na kuwaua. Kwa hiyo huyo Mungu wa nchi alipeleka simba kati ya wale watu, akawa anawararua. Kwa hiyo walifundishwa wakatafute kuhani, maana yake mtu mwenye uwezo wa kuongea na huyo Mungu wa hilo eneo. Kuna Mungu wa eneo. Kwa hiyo saa nyingine unaota ndoto zako huko na kujua kitandani, kumbe Mungu wa eneo anakaa chooni. Sasa wewe hujui taratibu zake, unapangisha kitanda hapo, unaanza kulala tu, muda wa maombi huna. Maana yake anaanza kukutesa. Sasa unakuta wewe ni mtu mzima unakujua kitandani tu, unaanza kuota huko chooni, kumbe kitanda kinajeuzwa choo usiku na yule Mungu unakojua kitandani, kumbe ni chooni. Lazima upate watu wa Mungu wakusaidie. Lakini kitu kingine, ukiota unaokota pesa, maana yake ni nini? Maana yake unatumikishwa katika ulimwengu wa giza. Mikono yako inatumikishwa katika ulimwengu wa giza. Kumbuka katika kitabu cha Hagai, fedha na dhahabu ni mali ya Bwana, na mali ya Bwana haiwezi kupotea. Mungu ana ulinzi wake mkubwa. Ndio maana anasema kabisa kwamba fedha na dhahabu ni mali yangu. Lakini katika kile kitabu cha Methali 8, si Mungu anasema mwenyewe kwamba nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima huko kwangu, tena utajiri udumuo na haki pia, ili niwarithishe wale wanipendao. Sasa kwa nini wewe unaokota pesa na unaona kwamba unafanikiwa? Maana yake ni roho ya kupoteza iko kwenye mikono yako. Lazima ujifunze kuombea mikono yako sana, yote mara kwa mara, na kuachilia damu ya Yesu. Afu unasoma Zaburi ya 111 yote na Zaburi ya 112 yote. Ombea mikono yako sana. Kuna kitu kimefanyika kwenye mkono yako. Ukipata hela unapoteza. Sasa wewe utajua unapoteza kwa namna gani? Kuna namna utapoteza kwa njia ambayo sio ya kawaida. Kwa ujifunze sana kuombea mikono yako katika ulimwengu wa roho. Mikono ina kitu kikubwa sana. Mnafahamu mikono pia imebeba uponyaji. Mikono pia imebeba utajiri. Mungu anasema nitabariki kazi za mikono yako. Mikono imebeba wingi wa siku. Mkono wako wa kuume una wingi wa siku. Mkono wa kushoto una utajiri na heshima. Sasa kusoma kwenye kitabu cha Mithali 3 wameelezea. Sasa kwa nini wewe unaota katika ulimwengu wa roho mtu anakuchanja mikono? Akikuchanja mikono, cheki ni mkono upi unachanjwa. Kwa mfano kama kwenye mkono wa kushoto, lazima uangalie huo mkono wa kushoto umebeba nini katika ulimwengu wa roho. Nini kinashughulikiwa na hizo roho? Ukishajua utapata kujua nini kinawindwa. Na ukishajua nini kinawindwa,
basi hakuna tatizo. Utajua utaombea hilo jambo, na hilo jambo pia litaondoka. Kitabu cha Methali sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 18 wameeleza kwamba ana wingi wa siku katika mkono wake wa kulia. Kwa hiyo wingi wa siku za mtu unakuwa kwenye mkono wa kulia, lakini utajiri na heshima unakuwa kwenye mkono wa kushoto. Kwa hiyo kama kwenye ndoto kuna mtu amekuja akawa anakupiga chale kwenye mkono wako wa kushoto, maana yake unaibiwa heshima yako, unaibiwa utajiri wako. Kama ni kwenye mkono wa kulia, maana yake ameachilia roho ya mauti. Vunja roho ya mauti, tumia Zaburi ya 118 mstari ule wa 18. Vunja na kunyunyiza damu ya Yesu. Sasa ukifanya hivyo utapata uponyaji mwingi sana na utakuwa mzima. Lakini usipoelewa tafsiri ya hizi ndoto tunavyotoa, bado utateseka katika mambo mengi. Kwa hiyo tutatoa sehemu ya 10 ya baadaye, lakini jitahidi kufuatilia. Kama una ndoto zinakutesa, tutumie, tutaweza tukazifasiri kwa msaada wa Mungu, lakini msikilize Roho Mtakatifu, sio kwamba tunakuforce. Kisikia na kusukuma kutushirikisha, tushirikishe, tutaweza tukafasiri kwa pale tunapoweza. Tutumie hapo kwenye sehemu ya ujumbe, tutaiona na tutaisoma. Mungu akubariki sana.